Okay, nikukaribisha tena katika experiment number 7. Experiment number 7 under rotational dynamics. Experiment yetu inasema kwamba the aim of this experiment is to determine the radius of gyration K of the circular sheet board provided and the acceleration due to gravity. A. Using a weighted string or plumb line provided, locate the center of gravity G of a circular sheet of cardboard provided. Briefly, with the aid of sketch diagram, explain how you obtain G. Kama tunakumbuka kule form 2 si form 1 tulipokuwa tunatafuta center of gravity katika vitu mbalimbali, kwamba tulikuwa tunatumia kamba kama hii lakini tukaiwekea mass, kwa maana nakwambia weighted string, kwamba tumeiwekea mass, then tunatoboa ka hole fulani hivi, kisha tunaning'iniza namna hii, kwamba ita indicate a straight, kwamba ule uzi wako kusimama straight, then utachora mstari. Baada ya kuchora mstari utakwenda katika position nyingine. Hivyo hivyo utafanya labda kwenye position hii hapa, maanake utafanya vivyo hivyo, utahakikisha kwamba umeipata ile straight, then utahamia katika position nyingine, hakikisha kwamba umepata ile straight. Mwisho wa siku utapata mistari yako inaonekana kama hii hapa, tumeichora kwa chaki pale katika sehemu ambayo itakutana, ambapo ndipo tulikuwa tuna indicate center of gravity. With the aid of a sketch, manake utachora afu utaeleza hizo procedure, kwamba tunasema tunaning'iniza uzi wetu, uzi ambao tumeuwekea mass. Uzi ukisimama straight tutachora mstari either kwa penseli ama kwa chaki kama hivi. Kwa hiyo utatafuta katika kila circumference ya cycle. At the meeting point ndipo utapata center of gravity. Tunaendelea na somo letu. Nasema kwamba draw the line from the center of gravity G to any point on the circumference of the cardboard. Kwa hiyo utachora mstari wako from the center of gravity to any point to the circumference. After drawing a line, anasema kwamba measure the distance 2 cm from the center of gravity G along the line that you have drawn. Kwa hiyo kutoka kwenye center of gravity pima distance of 2 cm. Anaendelea tena, make 5 other holes along the line at a distance of 2 cm from each other. Kwa maana hiyo baada hapo utatengeneza holes at a distance of 2 cm. Kwa mwisho wa siku utapata holes zako ziko kama hivi, kwamba this is the center of gravity. Kwa kutoka kwenye hole moja mpaka kwenye hole nyingine ni 2 cm. Kwa utatengeneza hizo holes until to the circumference. After then, anasema kwamba set up the apparatus as shown below. The pin is clamped tightly between the pieces of cork into bracket wood. Suspend the cardboard from a hole nearest to the center of gravity. Record H, which is the distance of the point of suspension from G. With a stopwatch provided, obtain the time T for 10 small complete oscillations of the cardboard and hence determine the periodic time T. Kwa tutaseti apparatus yetu kama inavyoonekana hapa. Tuonekana hapa. Then anatuambia kwamba repeat the above procedure with the 5 other values of H. H, kumbuka kwamba it is a distance from the center of gravity to the hole. E, plot a graph of H square against T squared H with the origin at 0, 0.
Okay? Kwa hiyo F tunaambiwa kwamba given that t squared h is equal to 4 pi squared over g into bracket k squared plus h squared. K, kumbuka kwamba it is the radius of gyration. H is the distance from the center of gravity to the point, to the hole. Determine with the aid of your graph the acceleration due to gravity, the radius of gyration k, g. Plot a graph of t against h and find g using the relation huyu hapa. G is equal to 8 pi squared ho over to squared, where to means minimum value of t and ho is the corresponding height. Compare the values of g from f1 to that of g. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba tuliambiwa tuchore graph ya hii hapa against t squared against h, kwamba tumesema kwamba graph yetu it is a straight line. T squared h against h squared, a graph is a straight line. Hapo tumeambiwa tutafute acceleration due to gravity, lakini pia na radius of gyration. Pia tunaambiwa tuchore graph nyingine t against h, a graph of t against h. Kwenye theory yetu tulisema kwamba a graph of t against h it is a curve ambayo tutapata minimum values of t, minimum periodic time, turning point tutapata pale, ambayo tutapata t naught and h naught. Then tunaambiwa to compare hii value ya g tulioipata kwa kutumia hii njia, lakini value ya g tulioipata kwa kutumia hii njia. Tutakwenda kuona wakati wa calculation. Hebu tuangalie kwanza graph experiment inafanyikaje. Kwa setup of experiment ni kama hivi. Kama tupewa circular cardboard, tuna optical pin, tuna cork pad, tuna retort stand. Then tumeambiwa to suspend a short distance from the center of gravity. Center of gravity yetu iko hapa. A distance from center of gravity to this point it is 2 cm. Holes zetu kumbuka tumezitengeneza katika 2 cm each. After then tumeambiwa to suspend by using a stopwatch, record a time for 10 oscillations. Kwa hiyo tuna displace, then tuna release. 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, I have time for 10 oscillations. Again, restart your stopwatch, then start counting again. Katika hole nyingine, kumbuka hole ya kwanza it was 2 cm, hole ya pili 4 cm, itakayofuata itakuwa 6 cm, 8 and 10 cm. Okay. 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, I have a time. Again, restart your stopwatch, then change the position of H. Okay, 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I have time. After then, restart your stopwatch, start counting again. Okay, 1 2 3 start. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have what time? After then, here it is 10 centimeter. One, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so after obtaining the value of time for 10 oscillations, then we are going to determine the periodic time. After obtaining the periodic time square, a distance square, and the distance time square, periodic time square times the distance at that column. After then tunakwenda kuchora graph. Tutakapochora graph, tunachora graph ya kwanza t squared h against h squared, then graph ya pili of t against h. Kisha tunaambiwa tutafute acceleration due to gravity, then to compare acceleration due to gravity tulioipata kutumia njia hii hapa na kutumia njia hii hapa. Nikukaribishe tena katika video inayofuata ili tuone tunafanyaje. Karibu katika channel ya Mama Physics, usisahau kushare, kusubscribe, lakini na kulike. Asante.